kwa mawasiliano na uratibu kutoka ofisi ya Rais Ikulu. Mheshimiwa Steven Masiya, karibu sana. Asante sana. Naam, asante sana na kushukuru sana kwa mara nyingine tena kutushirikisha katika kipindi cha dakika 45 mwaka mpya ambacho kwa kweli huwa tunapenda kutumia kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu hali ya mahusiano. Huko katika ofisi ya tunasema swala zima la mahusiano, hali ya mahusiano, kwa sababu kuna mahusiano na wadau mbalimbali. Ikoje pengine tunaanza mwaka mpya? Mimi nafikiri tumeanza vizuri sana. Tumeanza vizuri sana na wadau wengi tunafanya mawasiliano nao. Tunazungumza. Wakati mwingine katika masuala ya kuzungumzia nchi, hamwezi wakati wote mkao mnakubaliana kila kitu. Lakini kwa kweli ukilinganisha na mwaka uliopita, tumeanza vizuri sana katika mwaka mpya wa 2012. Kwa nini nasema tumeanza vizuri sana? Tumeanza vizuri kwa sababu masuala ya kimsingi ambayo yametokea mwaka 2011 sasa yako katika hatua ambazo ni za utekelezaji. Kwa mfano, mwaka 2011 tangu ulipoanza, tulianza mjadala mkali unaohusiana na haja ya kuwepo kwa katiba mpya. Hilo ilikuwa jambo kubwa mwaka jana ambalo limezungumzwa, na kabla mwaka hujamalizika wa jana, swala hili tukawa tumefikisha mahali pazuri. Tukawa tumejadili mswada wa sheria kule bungeni, tukawa tumeelimisha umma. Kulikuwepo na tofauti za hapa na pale baina ya wadau wa jambo hili, lakini kabla ya mwisho wa mwaka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania likawa limekwisha pitisha mswada wa sheria unaoweka msingi wa kutafuta maoni ya wananchi kuhusiana na katiba mpya. Tukapitisha sheria hiyo mwaka jana. Sheria ile ikapita na baadaye ikafika kwa rais, na rais akaitia saini sheria ile kabla mwaka hujaisha. Sasa mwaka jana tulikuwa tunazungumza mswada, sasa hivi tuna sheria ambayo inaweka msingi wa namna mchakato wa kutafuta maoni na kuanzisha katiba mpya utakavyofanyika. Na tumeanza vizuri sasa. Tuko katika hatua nzuri. Ikulu kama taasisi na muhimili ambao tunautegemea sana kutuongoza katika nchi hii, pengine nini ambacho mmefanya sasa kuhakikisha kwamba mnaandaa Watanzania katika hili tulikingoja kwa katika swala zima la katiba, kuhakikisha muda ukifika waweze kutoa maoni yao? Au unapozungumza Ikulu unazungumza juu ya rais, unazungumza juu ya ofisi ya rais. Rais kazi yake baada ya kupokea mswada ule kutoka bungeni, kazi yake ilikuwa ni kukubali au kukataa. Ndivyo katiba inavyompa mamlaka. Ametumia mamlaka yake kukubali mswada ule na aliweka saini na kuifanya mswada ule uwe sheria tarehe 29 mwezi wa Novemba. Lakini vile vile pamoja na kuweka saini, rais alisema kama unavyojua hii sheria ni sheria ya jambo maalum. Ni sheria ambayo inaweka msingi wa mchakato wa kutafuta maoni ya wananchi kwa nia ya kupata katiba mpya. Sasa haiwezekani Watanzania wote watakuwa wanakubaliana juu ya hatua moja, jambo moja au mambo yote. Kuna wengine wanaweza kuwa na mawazo tofauti hapa na pale. Rais ametumia muda wake, amezungumza na vyama vya siasa pale, na mimi kama waziri ninayemsaidia katika maeneo haya nimehudhuria mazungumzo hayo. Nilihudhuria mazungumzo ya wenzetu wa Chadema, nilihudhuria mazungumzo ya rais na wenzetu wa CUF, na ameahidi kuendelea kuzungumza na vikundi vingine, jukwaa la siasa, kuzungumza na NCCR Mageuzi kama chama cha siasa, bila ambavyo wameomba kuja kuzungumza naye. Nia ni kuweka mwafaka tu. Sasa hili jambo kubwa linahusu Watanzania wote, si jambo la kikundi fulani au la serikali peke yake au la chama fulani cha siasa. Ni jambo la watu wote. Kitu ambacho naweza kusema hapa, serikali yake kwamba kwa kweli angependa tupate katiba mpya, na angependa katiba mpya itokane na maoni kweli yanayotokana na wananchi. Sasa hilo la kuhakikisha maoni upatikana katiba mpya unatokana na maoni kweli ya wananchi. Kama nyinyi mmefanyaje kuhakikisha hilo? Au kisha kuwa na sheria ile, hatua inayofuata kwa rais itakuwa kuunda tume. Na
tuko katika mchakato sasa wa kuunda tume, na matumaini yetu ni kwamba rais atafanya uamuzi wake huo muda sio mrefu ujao, ili kuwa na tume, uwe na secretariat ambayo imetamkwa katika sheria, ili kazi ya kwenda kwa wananchi iweze kuanza. Lakini nimepata fursa vile vile ya kutembea Bunda, nimepata fursa ya kwenda Mara, nimetembelea wilaya za mkoa wa Mara kueleza mchakato huu na sheria hii inasema nini. Maana huko nyuma kulikuwa na matatizo kidogo ya wananchi kuelewa, na wengine walidhania sheria hii ndio katiba. Watu wengi sasa ilibidi kwenda kwa kweli kwa wananchi, na si mimi peke yangu, na wabunge wengi wamekwenda kwa wananchi katika maeneo yao kusaidia kueleza kwamba hii sheria sio katiba, ila sheria hii ni msingi wa kuwawezesha wananchi wapate fursa ya kutoa maoni. Sasa tunakwenda kwa wananchi kwa kweli wamekitoa maoni ya wale wananchi wa Mara niliowaona. Wao wanaonekana kama wameelewa jambo hili la sheria, lakini wakasema kitu ambacho wanahitaji ni nakala ya katiba ya sasa, ili wapate fursa ya kuipitia zile nakala. Maana kweli ukimwendea mwananchi kijijini ukamwambia niambie katiba mpya unataka iseme, anakuuliza ya sasa nasema nini? Kwa kweli maoni ya wananchi tulioyapata ni kwamba wanataka kuwape nakala za katiba ya sasa ili wajielimishe. Maana yako mambo mengi yanasema, wengine wanasema juu ya muungano, wengine wanazungumza juu ya mamlaka ya rais, mwingine anazungumza juu ya bunge na utaratibu mzima wa kupata wabunge. Ni mambo yote haya ndiyo yanaunda katiba. Iko swala la mahakama, iko serikali ya Zanzibar na mambo mengine yanayojibu. Sasa wananchi hawa wanachosema, na mimi nakubaliana nao, ni kwamba tuwapatie nakala ya katiba ya sasa waipitie. Hii unazungumza juu ya mamlaka ya rais, unasema ni makubwa sana. Mwananchi ajue ni yapi. Mheshimiwa, kukubaliana ni jambo moja. Mheshimiwa, nataka katiba mpya katiba ya zamani waione inafanya kama point of reference. Na kama serikali kuna utaratibu wote ambao mmeshaandaa sasa kuhakikisha kwamba sasa hili linatekelezwa, kama wewe kiongozi wa serikali umeliona lina msingi? Sasa hili lina msingi na kuwapa katiba ya sasa ili wao wajielimishe. Jambo la msingi kabisa. Kwa sababu utawauliza juu ya katiba, kwa sisi hatujui katiba, unasema marejeni. Mimi nafikiri kwa hii katiba ya sasa wakasoma, nadhani wizara yetu ya sheria na katiba ilikushahidi bungeni kwamba itachapisha nakala za katiba kama milioni 5 za wananchi katika vitongoji vyao, katika vijiji, ili wapate fursa ya kupitia. Jambo nzuri kabisa, nadhani jambo la hili, kwa sababu ukitaka maoni, kazi moja ya tume ni kuwapa wananchi elimu ya katiba. Kazi ya tume itakayoundwa, moja hapo ya kazi yao ni kuelimisha katiba ya sasa inasema nini na wao wananchi wanasema nini. Mheshimiwa, umesema kwenye mazungumzo ya rais na wadau kama vyama vya siasa, Chadema, CUF, wewe ni mmoja wa walikuwepo pale kwa sababu unamsaidia katika nyanja hizo pia. Mazungumzo hayo unayasikia na mwendo unapokwenda, unahisi kunaweza kutokea pengine mvutano kama uliokuwa mwanzo kwa hali ilivyo sasa ya yale mazungumzo na utekelezaji wa mwendo kuelekea katiba mpya unapoelekea sasa? Mimi sio sababu ya kuwepo mvutano wa namna yoyote. Sasa rais alisema ni kwamba kama kuna mtu ana maoni, maana hili ni jambo la mchakato na unaweza kuchukua miaka 2.5. Sasa katikati hapo kwanza kuna tume ya kukusanya maoni yanakusanya na nani yanakusanya na tume, yanakusanya na secretary. Kuna forums ambazo tume itakwenda kuzungumza na wadau juu ya katiba. Wakisha kukusanya yale maoni, hatua inayofuata itakuja ya bunge maalum ambalo litapokea maoni ya wananchi na kuyapitia. Wakisha kuyapitia yale kura ya maoni hiyo rasimu ya katiba mpya kwa wananchi kwa ajili ya kupiga kura ya maoni. Unaona, haya ni mambo. Hatua moja inakuja, inafuata ya pili, inafuata ya tatu. Sasa unaweza kuwa wewe ni mdau na tatizo lako liko kwenye tume. Sasa eti mambo tatizo lako linahusu
tume nini? Maana sheria zetu sio msaafu. Huwezi kupiga kura ya kusahihisha Qur'an, au huwezi kufanya amendment ya Biblia. Lakini mswada wa sheria unaweza kufanya marekebisho kama kuna mawazo ambayo yanasema ukiweka marekebisho haya yatafanya mchakato mzima uwe mzuri. Ndio rais alichosema kwa wadau. Na sio tatizo hapo. Sasa ukija kupewa fursa ya kuleta mawazo ambayo unafikiri anaweza kufanya mchakato kama mzuri, sasa tena unaanzisha mgogoro wa jambo gani? Hicho mawazo. Na mawazo haiwezi kuwa kile unacholeta ndicho kitakacho ingia. Lakini tunajadiliana. Rais alichosema kwamba tunajadiliana. Kama una mawazo, sio chama fulani, wewe yote. Jukwaa la siasa, wadau NGOs, vyama vya siasa, vinaleta hapa kwenye tume. Uona tatizo. Tukishamaliza tatizo la tume, tunaunda tume, kazi inaendelea. Una tatizo gani kuhusu bunge maalum? Unaleta mawazo. Lakini mchakato unaendelea. Una mawazo gani kuhusu swala la kupiga kura ya maoni? Unaleta mawazo. Katika kipindi hicho mchakato unaendelea, marekebisho yote yanaweza kufanyika. Nia ni kuleta kuboresha zaidi, ili Watanzania wote tuwe tumeshiriki na katika mpira ya Watanzania. Ndio moja. Sasa katika mazingira safi na mbele ya mazungumzo, mnafanya mgogoro juu ya nini? Mnaacha kubaliana kuhusu nini? Wakati mnazungumza, mnaweza msikubaliane kama hamzungumzi. Kama mnazungumza, mnazungumza. Na mtazamaji wa ITV, kama ni kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha dakika 45 na leo ninaye kwa kipindi sasa. Viongozi wa dini wamekuwa wakikosoa serikali, wakishutumu serikali, wakikaripia wakati mwingine hadharani. Hawapi fursa ya kutoa maoni yao katika kuhakikisha kwamba tunaboresha maendeleo ya nchi yetu. Au hii linatoka picha gani? Kwanza nikwambie, viongozi wetu wa kiroho ni sehemu ya jamii. Ni sehemu ya jamii. Si kwa nini unauliza mambo ya viongozi wa dini na uulizi wengine? Maana watu wanaosema mambo haya wako wengi tu. Viongozi wa dini wanasema, NGOs zinasema, vyama vya siasa vinatoa kauli. Lakini huwezi kuwa na nchi unazuia watu wasiseme. Mimi nafikiri inapokuwa kuna mambo ya msingi ambayo tunataka kukubaliana na wadau wakiwemo viongozi wa dini, watu wanakaa nao. Ni mwenyewe wanakaa nao. Rais wanakaa na viongozi wa kidini kwa mambo makubwa ambayo yanahusu mustakabali wa nchi. Lakini sasa kama kiongozi wa dini yuko kwenye au imamu au mchungaji anahubiri, alafu anatoa maoni yake kanisani ya jambo la kawaida ambalo na wananchi wengine na wanavyoongelea, sasa huwezi kuazima mdomo ukaambia msiseme. Nadhani hapo utakuwa tujengi nchi nzuri sana. Lakini ukiwa msingi ya jamii tu, nasema kwa mambo makubwa watawashirikisha. Kwa mambo ya kawaida watasema watasikia. Ukiangalia mfano mheshimiwa swala zima la madawa ya kulevya. Kumbuka mheshimiwa rais alizungumza kwa sababu baadhi ya viongozi wa dini wanahusika kazi wa maneno. Lakini unajua wakati mwingine ni matatizo yanayopanda vyombo vya habari. Kwa nini? Niwaambie wana nyinyi inategemea message mnayopeleka. Kwa mfano, hili la madawa ya kulevya. Rais hakusema viongozi wote wa dini wanashiriki katika biashara yao. Hakusema na hawezi kusema. Hawezi kusema. Rais huyu anaheshimu sana viongozi wa kidini. Na hawezi kusimama tu hadharani kama viongozi wote wa kidini hawa wanafanya jambo hili. Lakini alipolisema ile alikuwa anasema baadhi yao bahati mbaya kwamba hata viongozi wetu ambao wanaongoza kiroho, baadhi yao walitumia neno baadhi yao. Na alipoulizwa kulikuwa na baadhi ya watu hapa, mwingine alikuwa kiongozi wetu wa kiroho, ana kanisa lake hapa, na kanisa lake likasema lakini ni kweli. Sasa mimi wezetu wa habari ya ndio mlibeba bango, alafu ikafanya watu wa viongozi wa kidini wakafikiri labda rais anawashutumu viongozi wa kiroho. Lakini rais alikuwa na nia njema. Kwanza alikuwa anawaambia viongozi wa kiroho waisaidie serikali
viongozi wa kiroho hii kazi yao kabisa. Hivi nchi kweli kiharibika, vijana wote wakawa wanakula bangi, wakawa mazezeta. Viongozi wa kiroho hata kanisani watapata watu au msikitini wakienda, wale vijana wanaovuta bangi wale msikiti hautakaleka. Hata kanisa yote kukaleka. Kwa hiyo nadhani rais alikuwa anawaomba viongozi wa kidini tusaidieni katika jambo hili. Lakini vile vile alikuwa anasema kwa bahati mbaya wachache, baadhi ya wao wachache wameonekana wao wanafanya wanashiriki. Sasa jambo kubwa kwa viongozi wa kidini pale ilikuwa ni kujitazama tu, kwa nani hao wasije wakatokea kwenye mbele. Rais ni kiongozi wa watu wote tu. Nadhani ilikuwa vizuri amesema hivyo ili watu wengine nao wajue kumbe na sisi maana mambo haya ni mambo ya dhambi. Na viongozi wa kiroho wanazuia dhambi, lakini viongozi wa kiroho sio kwamba wenyewe hawafanyi dhambi kabisa. Baadhi yao wanaweza wakawa wanafanya dhambi na wanaungana kama wengine, kama washiriki sisi. Sasa ukiwaambia hivyo watajitazama tu, lakini nia ya rais katika jambo hili ilikuwa nia nzuri kabisa. Nia ya kuongoza taifa letu tuondokane na tatizo kubwa hili la madawa. Tunataka si unapozungumzia siasa, unazungumzia dini, huwezi kuacha swala zima la uchumi. Hali ya uchumi, unazungumzia gharama za maisha na mfumuko wa bei. Ni kweli kabisa. Lazima nikiri kwamba swala la gharama za maisha ni changamoto kubwa kwa serikali. Changamoto kubwa kwa serikali, ni changamoto kubwa kwa nchi. Ni jambo kubwa. Wote tungependa gharama za maisha zionekane zinakuwa za nafuu, kwa sababu hata hivyo kuna problemu ya mapato ya wananchi ambayo yanawafanya wasiweze kumudu gharama za maisha zikiongezeka sana. Lakini sisi ngoja nikwambie, kuna mambo ambayo serikali tunaweza kuyamudu sisi wenyewe kama serikali, na kuna mambo mengine yanakuwa nje ya uwezo wa serikali hii iliyochaguliwa na Watanzania. Kwa mfano, bei za mafuta zikipanda katika soko la dunia, rais wa Tanzania anafanya nini? Zaidi ya kununua mafuta hayo kwa bei hiyo, anafanya nini? Na kama unavyojua, bei za mafuta zikipanda sana, gharama ya maisha hapa inapanda, kwa sababu kila bidhaa inayotumiwa na wananchi inasafirishwa kwa kutumia mafuta. Kwa gharama zinapanda. Wakati mwingine serikali inakuwa haiwezi kuzuia jambo hili kutokea. Lakini umezungumza juu ya mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei hapa Tanzania, sehemu kubwa inayochangia mfumuko wa bei ni bei ya chakula. Bei ya chakula, kwa sababu katika mahesabu yanayounda mfumuko wa bei, 55% ya index inatokana na chakula. Sasa tunafanya nini ili la chakula hili? Mimi naamini kwa hesabu zilizopo na kwa uzalishaji wa chakula, pamoja na kwamba tulikuwa na ukame, bado tulikuwa na chakula ambacho kingeweza kikawatosheleza Watanzania na bila bei kupanda sana. Lakini lazima niseme kweli, tena mimi waziri wa kilimo wa zamani najua jambo hili, kwamba ziko nchi zinazotuzunguka ambazo zina matatizo ya chakula. Jirani zetu wa Kenya wamekuwa na matatizo ya chakula. Somalia kuna matatizo makubwa ya chakula. Sudani ya kusini na hiyo ina matatizo ya chakula. Sasa ukiwa unazalisha chakula hapa Tanzania, lakini una nchi hizi na zenyewe zinataka chakula hicho tulizalisha wewe ili wale wote, lazima bei za vyakula zitapanda, kwa sababu sasa soko la chakula haliwi tena la Tanzania, linakuwa la Tanzania na majirani. Na majirani wanataka kukinunua kwa bei yoyote. Kwa hiyo kina drive bei hapa nyumbani. Hili ni tatizo. Unafanya nini katika hili? Mimi ushauri wangu ni kwamba, na jibu lake kwa tatizo hili la chakula ni kuzalisha zaidi. Sisi tuna ardhi, sisi tunaweza kuzalisha. Tunaweza kutumia teknolojia nzuri zaidi mpya katika kuzalisha chakula zaidi. Na tukizalisha zaidi, tutakuwa na ziada ambayo inaweza ikauzwa katika majirani bila kuathiri mahitaji ya chakula ya hapa nyumbani. Lakini sehemu ngoja nikueleze uchumi kidogo.
la kilimo linatokana kwa kweli na uwekezaji. Uwekezaji unamaanisha uwekezaji kwa maana kwamba mimi ni mkulima mdogo, nataka kubadilisha teknolojia ya shamba langu, nalima kwa mkono. Sasa nataka kulima kwa power tiller. Siwezi kwenda serikalini kuomba power tiller. Ningeenda kwenye benki kama ipo inayotoa na riba ya nafuu, ili niweze kukopa ninunue power tiller, nitoke kwenye jembe la mkono nilime kwa power tiller kwa plow. Kwa sasa hatuna benki ya namna hiyo. Tunarudisha dogo pale TIB ambayo ndio limeanza na miaka mingi, lakini bado hatujawa na benki ya kilimo. Nafurahi kuambia Watanzania kwamba kwa miaka miwili mitatu tulikuwa tunazungumza juu ya umuhimu wa kuwa na benki ya kilimo. Sasa tumefika mara tumekubaliana, na mwaka huu mwaka kalenda hii, mwaka huu kati ya sasa na Disemba, kama mambo yatakwenda vizuri, tutakuwa tumekwisha anzisha benki ya kilimo. Mimi nadhani hiyo itatusaidia sana, na kama wananchi wataunda vyombo vingine kama benki za wananchi, SACCOS, ambazo zikifanya kazi na benki ile, tutaanza kuwekeza kwa namna hiyo katika kilimo. Na tukianza, uwezekano wa kuzalisha zaidi unakuwa mkubwa sana, kwa sababu ukizalisha kibiashara unauza ndani, unauza nje. Lakini kuna matatizo mengine yanashughulikiwa hapa nyumbani. Kwa mfano, tunazalisha chakula kingi sana Rukwa, Songea, Kigoma, lakini hakuna barabara inayounganisha wanaozalisha chakula kwa wingi na wanaokila kwa wingi. Nadhani juhudi ziko sasa zinaonekana waziwazi za kujaribu kuiunganisha Tanzania kwa njia ya barabara za lami. Sasa hivi tunaunganisha Sumbawanga na Tunduma. Sasa hivi tunajaribu kuunganisha Masasi na Mbamba Bay kupitia Songea. Sasa hivi tunajaribu kuunganisha Kigoma na Tabora na Singida. Ukifanya hivyo, na kwa muda wa miaka 4 inayokuja ya mpango wa maendeleo wa miaka 5, tukifanikiwa katika maeneo hayo, tutaifanya nchi yetu kwanza soko la mazao ya kilimo liwe linaanzia nyumbani. Huwezi kuwa unazungumza juu ya kuuza nje tu, lakini nyumbani huuzi, kwa sababu huna njia ya kufikisha chakula kutoka kinakozalishwa kwenda kinachohitajika. Kwa maana masuala haya yote kwa pamoja katika muda wa kati yanaweza kusaidia kupunguza gharama za maisha kwa upande wa chakula. Lakini kwa swala kubwa sana ambalo sasa linazungumzwa sana, linahusu umeme. Labda nieleze na hilo kabla hujaniuliza. Nataka kuja hapo. Umeme umeongezeka kwa 40% gharama zake. 49. Mimi sitaki kuingia kwa undani, kwa sababu ninaamini wenzetu wa Wizara ya Nishati na Madini watapata nafasi ya kuwaeleza Watanzania, kwa sababu wanazo facts, wanazo na figures, wana mahesabu. Lakini mimi katika nafasi yangu naweza kuambia Watanzania jambo moja, kwamba wakati napitisha bajeti Dodoma, tulikuwa na tatizo kubwa sana ndani. Na bajeti ya Wizara ya Nishati na Madini ilirudishwa na Bunge. Bunge likataka tufanye kazi ya kusema tutaondoaje tatizo la mgao, tutaondoaje tatizo la muda kwa swala hili la ukosefu wa umeme. Wenzetu wa nishati na serikali kwa ujumla tukatengeneza mpango wa muda wa kuondoa tatizo la mgao, ambalo ilikuwa na athari kubwa sana kwa uchumi, kwa sababu kuna mambo mawili hapa: au unakuwa na umeme una gharama kubwa, au huna umeme. Kama huna kabisa umeme, mimi naamini gharama inakuwa kubwa sana, sio tu kwa mtumiaji ambaye hana umeme, au kwa ajili ya yule mtu ambaye ni kinyozi anatumia umeme. Lakini tukakubaliana pale Dodoma kwamba jamani, tuchukue hatua za muda za kurejesha umeme. Tukapiga mahesabu, tukaona kurejesha lazima, lakini gharama kubwa ya kurejesha. Sasa wote tulikuwa tena, vyama vyote vya siasa vilivyokuwa bungeni tulishiriki kusema kipi ambacho ni rahisi: kutokuwa na umeme kabisa au kuwa na umeme agara. Kwa
Kwa sasa manake sasa hivi vyama vingine vikitoka na kuuliza hili sasa mimi siwezi kuvisemea vyama vingine, nataka kukumbusha kwamba tulikuwa wote, kwamba tulizungumza wote kwamba tutakuwa na umeme. Tuchukue hatua 1, 2, 3 kuongeza ni umeme, gharama kubwa. Sawa, lakini maana tunatumia umeme sasa, uzalishaji ndio tatizo. Tunazalisha kutumia mafuta. Ndio basically ndio tatizo. Unakuwa na Greco inatumia mafuta. Unakuwa na hii kampuni nyingine ya Marekani walionunua dawa wanaitwa nani? Wanatumia mafuta. Sio. Unakuwa na hawa IPTL wanatumia mafuta. Gesi inatoka Songo inatumika lakini haitoshi. Sasa kuna hatua ambazo tunakubaliana kwamba unaongeza gharama, kwa sababu gharama ni kubwa. Hiyo gharama iliyoongezeka hailipi gharama iliyojipwa katika kuleta kwa nchi iwe na umeme. Kwa sababu ulisikia TANESCO wanasema wanataka kuongeza kwa 155%. Hii industry ni kwa kilio na kusaga meno. Lakini kuna juhudi zimefanyika hapa katikati ambazo nadhani TANESCO wenyewe wanazijua, EWURA pamoja na Wizara ya Nishati. Watawaeleza tu Tanzania ambazo zimefanyika mpaka ongezeko likatoka 155 mpaka 40%. Nia ilikuwa ni kusema hivi kwetu tunaweza kuanza na 155 tutafika. Kwa kuambia Tanzania kwamba hizi gharama za umeme wazikubali. Mimi sisemi kwamba kuna kuzikubali, maana huwezi kupigia kura bei. Kukubali au kukataa hiyo ni swala ambalo halina msingi kwa kweli. Unachotakiwa ni kuelewa umefikaje, tumefikaje hapa. Ndio tujaribu kuelimisha wananchi wajue kwamba tulikaa Dodoma tukasema lazima tuwe na umeme wa dharura. Lakini hii ni mpito, ni jambo la muda, sio kwamba ndio bei ya kudumu, kwa sababu hii ilikuwa ni package ya namna ya kuhakikisha nchi haigizana. Lakini serikali tuna mipango ya kuzalisha umeme wa bei nafuu. Kwa mfano, tumekubaliana katika muda mfupi wa mwaka mmoja au zaidi kidogo kujenga bomba la gesi kutoka Mnazi Bay kuja Dar es Salaam na kuunganisha na ile inatoka Songo ili kufikisha gesi ya kutosha, ili hatua kwa hatua tuanze kuacha kutumia mafuta mazito ambayo ndio yanafanya bei ya umeme inakuwa juu. Vile tumekubaliana tuanze kutengeneza umeme, kuzalisha umeme kwa kutumia makaa ya mawe, na wazalishaji hao wamekwisha wako kwenye site kule Mchuchuma na Iganga, na tunasema huko watazalisha mpaka umeme mpaka megawatt 100 na wataingiza kwenye grid kwa kutumia mkaa wa mawe. Iko miradi ya namna ile ya uzalishaji wa umeme kwa bei nafuu. Hakuna mtu ambaye anaweza kusimama hapa akawaambia Watanzania 40% ya ongezeko ni jambo zuri. Unajua ni matatizo kama ya msiba tu, ukifia huwezi kusema sikipili kwa msiba mzuri au mbaya. Tunakubali kwamba mambo haya yametokea, tunafanya juhudi ya kuhakikisha kwamba tutapunguza kasi ya ongezeko kwa kuweka umeme ambao unazalishwa kwa bei nafuu. Kwa hiyo bei ya umeme kama msiba tu. Sasa tunafanyaje? Huna umeme, maana ni kuchagua unataka kuwa na umeme au kutokuwa na umeme. Gharama ya kutokuwa na umeme kubwa kweli, ni kubwa, kwa sababu mapato ya serikali yanapatikana, kwa sababu watu hawazalishi, si ndio? Lakini ajira za watu zinaathirika. Lakini ukiongeza bei vile watu wanakuwa na ajira, lakini uzalishaji, kwa mfano kama wewe unanyoa kwa kinyozi atakuongeza bei tu ya kunyoa, ni kweli. Lakini unachagua kati ya mambo haya magumu yote mawili, kutokuwa na umeme au kuwa na umeme ambao ni ghali kwa muda, alafu unachukua hatua za kuboresha na kufanya umeme rahisi upatikane, ili nafuu ifanye nini? Ipatikane baada ya muda. Unafanya kama nchi lazima utaamua hilo. Tunazungumza sana siasa. Utekelezaji unakuwa tabu. Yaani kwa maana hata ukiangalia hali yetu tulionayo hivi sasa na jinsi tulivyo, watu wanazungumza sana siasa, kila kukicha siasa, hata uwajibikaji na kwenda kufanya kazi inakuwa tabu sana. Siasa gani inazungumza? Maana unazungumza bei ya umeme, hauwezi kuacha kuzungumza. Wanazungumza
Lakini sasa watu tunaendeleza kuzungumza siasa zile zinajadili yale ambayo yalizungumzwa kwenye uchaguzi na kuyaendeleza. Na watu wameenda mbele zaidi mpaka inafikia sasa wanazungumzia urais wa 2015. Na kwa haya yanazungumza na mpango tutafika. Najua sehemu hiyo nadhani vyombo vya habari vitusaidia katika hili. Kwa sababu nyinyi watu wa habari na gazeti na nyinyi watu wa television mna set the agenda. Hawa watu walikuwa wanazungumzia nyumbani kwao bila kuja kwenu, wasio Tanzania wasingejua wanazungumza mambo haya. Lakini vyombo vya habari vinapiga habari hizi, wanasema leo wamesema hivi, leo wamesema hivi, kwa hiyo inakuwa siasa. Tena inakuwa siasa ya nchi, ndio zikawa siasa ya kijiji. Watu wanazungumzia kijijini huko. Watanzania wengine wangekuwa wanaendelea na shughuli zao. Lakini sio kwamba Watanzania wameacha kazi sasa wanazungumza siasa. Sio kweli. Kienda vijijini huko wananchi wanalima. Mimi nimeenda huko, mvua imenyesha. Wanalima vizuri. Haya mambo mnazungumza siasa siji na urais wa mwaka 2000 huko vijijini kwa wazungumzia mambo ya urais. Hawazungumzi, mimi naenda huko nikizungumza wananchi hawaniulizi rais atakuwa nani. Hawaniulizi. Mimi nilikuwa Bunda juzi. Mshairi mmoja gazeti moja hapa likanisingizia. Nikasema hivi nimeenda nimeeleza katiba yetu wakanizomea. Wewe mimi nimezomewa na nani? Bunda ba. Tuna Bunda pale ndio nikamwambia mimi nafanya kazi nzuri sana kwa watu wangu pale. Juzi nimewatembelea vijiji vyote tangu mwanzo uchaguzi nimeshatembea vijiji vyote. Lakini mheshimiwa anasema kwamba wakuzomea kwa lipi? Kwa jambo gani? Maana mimi kwa nini siwezi kukuzomea pekee? Mimi watachagua mambo ya kunizomea, lakini mimi hawajanizomea kwa sababu kujua sio utakaponizomea, moja wao itakuwa nini? Na mimi nawafanyia kazi yao walionituma. Kwa mfano mimi ni mbunge. Na kwenda pale Bunda kwenda kueleza jamani bunge limepitisha sheria ambayo inataka nyinyi mtoe maoni. Na mimi nawaambia sheria nasema hivi nasema hivi nasema hivi nasema hivi. Sasa wananizomea kwa sheria ambayo mimi tumetunga wote. Lakini hii watu wa habari tunauza magazeti. Sasa gazeti moja nadhani wapinzani wetu pale. Wanajua wakisema basi amezoea wanapata biashara nzuri, watu wanataka kujua wamezoea kwa jambo gani. Watanunua kabla hawajapesa watanunua. Lakini ukweli ni kwamba hakuna kitu kilichotokea. Na ukafunga mkutano haraka ukaondoka baada ya kuona hali. Mimi mkutano ule ulifungwa na aliyefungua. Ila mimi niliomba niondoke kwa sababu ilikuwa lazima nitoke, nipate ndege Mwanza, niende Zanzibar, kwa hivyo viduza Zanzibar afu nihudhurie kikao cha kamati kuu cha Mapinduzi ambapo mimi ni mjumbe. Sasa ningefanya. Nilikuwa niondoke. Lakini sikufunga mkutano kwa sababu kwa tatizo lolote. Niliondoka kwa sababu kulikuwa na ndege inanisubiri kuondoka. Na wananchi walilishaeleza jambo hili tukamaliza. Mheshimiwa Mkono tulikuwa naye, alishaeleza naye akamaliza. Sasa kumbe mkutano sio unaisha. Ila kulikuwa na maswali yaliyobaki. Na mimi mbunge wa Mtakuli, bunge. Kwa hiyo wale maswali yaliyobaki nimekuja tena kujibu. Kwa hiyo hili la urais unalitimishaje? Kwa maana huu mjadala ambao watu wanazungumza urais 2015 2015. Kwanza la urais ule mimi nawashangaa wanaoshughulika nao kwa sasa. Basi tumemaliza uchaguzi mwaka jana. Tuna mwaka mmoja. Urais mwingine unakuja miaka mingi ijayo. Utafanyaje ajenda miaka mingi leo? Lakini kwa sababu hamna sheria nzuri kuzungumza na tufikiri. Wacha wazungumze. Sasa mimi nitawafanyaje? Lakini kusema kweli. Urais ndio jambo likawaambia Tanzania ajenda tuzungumza rais wa mwaka 2015. Nachoweza kusema bila washangaa kama mnazungumza mambo ambayo wakati wake tumemaliza uchaguzi mwaka jana. Tumetoa ahadi za kuwatumikia Watanzania. Nadhani tuna wajibu wa kutimiza ilani yetu kama sisi Chama cha Mapinduzi. Tuna wajibu sasa, sisi ndio tulioshinda. Kwa kazi yetu kubwa ni kutimiza ahadi tulizotoa. Tukimaliza kuzitimiza, ikibaki mwaka mmoja na nusu, tunauliza tumetimiza kiasi gani ahadi zetu. Sasa baada ya kutimiza tunasema sisi ni chama cha siasa, lazima tukamate doa. Na kwa kweli nataka niwaambie wanachama wenzangu wa CCM, tutashinda uchaguzi wa mwaka 2015 kwa kutimiza ahadi zetu. Tukitimiza zile ahadi zetu, hamna tatizo hapa. Maana hata wanaopingana na sisi nao hawana hoja. Nao hawana agenda ya jana ambayo sisi wenzao hatuna. Lakini mheshimiwa, wala sio kwamba wana solution kwa matatizo ambayo sisi hatuna.
hatuna majibu yake. Lakini mheshimiwa, hili swala la rais limekuwa likigawa watu kwenye makundi hata ndani ya CCM ambao wewe ni mjumbe huko unatoka. Kiasi kwamba sasa imeleta migongano ya kundi hili na kundi lile, imeanza kugawa na hata ndani ya chama pia. Mimi sijui kama kuna makundi ya ajabu humo ndani ya hicho chama. Mimi naona tu watu hao na washangani wote, wawe wa CCM, wawe wa vyama vingine, wote na washangaa kwa kuingia urais saizi. Tatizo liko wapi? Kwani ukiwa CCM huyu na ukiwa mtu ushangaa, uwezi kushangaza. Mimi si nimesema na washangaa. Sasa kama wako ndani ya CCM nao watazungumza urais saizi na washangaa. Kwa nini sasa? Bado tuna rais pale. Tena ana mandate ya miaka 5. Amemaliza mmoja. Sasa mimi ushauri wangu kwao ni kwamba tumwache rais na serikali yake na sisi mtu msaidie kufanya wajibu wake, kutimiza ahadi tulizotoa kama chama. Alafu tumalize wakati ukifika atazungumza. Ndio ushauri wangu, lakini siwezi kuambia acha kuzungumza urais. Mimi nani bwana ni watu wazoea kata kuzungumza. Hiyo ndio na msimu yeye. Sasa mimi niseme acha, mimi sina uwezo. Mheshimiwa, kumekuwa na fukuzana katika vyama. Sio mtumie na fukuzana, lakini kumekuwa na matukio ambayo yamepelekea wanachama NCCR Mageuzi wakamfukuza wanachama, wakamvua wanachama wao, lakini akiwepo mmoja mbunge. Chama cha NCCR imetokea hivyo, na hata Chadema ilitokea hivyo kule Arusha. Hiyo nalizungumziaje? Kwanza niseme hivi vyama vya siasa ni vyombo vya kisheria vinavyoundwa kwa mujibu wa sheria. Kinachofanya chama cha siasa kinaandikishwa kwanza ni katiba ya nchi. Katiba ya nchi yetu inasema unapoteza sifa za kuwa mbunge ukipoteza sifa za kuwa mwanachama. Kwa maana nyingine ni kwamba wanachama wa chama cha siasa ni moja ya sifa ya kunifanya mimi niwe mbunge wa bunge. Pamoja na sifa nyingine, lakini moja wapo ni kwamba mimi niwe mwanachama wa CCM. Kwa hiyo mwanachama wa CCM unanipa sifa ya kuwa mbunge wa bunge, lakini kwa kuchaguliwa na watu wote. Yaani chama kile kinanipa wanachama afu kinanipendekeza na kwenda kwa wananchi wote wananipigia kura. Afu nikishinda na kwa mbunge wao. Sasa hivi vyama hivi vina kanuni zake, vina kanuni za nidhamu ndani ya vyama. Sasa wanachama wale wanapokuwa mle ndani wanajua katiba yao, wanajua kanuni zao za chama chao. Sasa chama kikifika mahala kikasema mimi Steven Wasira navunja kanuni za chama changu, sasa ziko taratibu na kanuni zinazotumika katika kunijadili na sheria ya asili wanaita wazungu natural justice inanipa fursa ya kuitwa na kwenda kujitetea kabla sijahukumiwa. Hiyo iko kwenye vyombo vyote, NGO, wapi vyote. Sasa Chadema walifukuza madiwani ya Arusha. Watu wa kafu wamefukuza ndugu yangu Rashid Mohamed. Na NCCR wamefukuza Kafuri kwa kutumia kanuni hizo za vyama vyao. Labda kitu ambacho naweza kusema tu kama ushauri tu kwamba ni vizuri kwa waangalifu tu unapotaka kushughulika na wanachama wetu. Maana kufukuza sio adhabu pekee. Katika zile kanuni za vyama kuna karipio, kuna onyo, kuna kadha wa kadha, sio kufukuza pekee. Kwa hiyo mpaka wafikie kufukuza, labda wanafikia baada ya kutazama gharama zake za kisiasa ndani ya chama chenyewe na nje ya chama. Lakini kanuni zile zipo zinawapa watu wa vyama uwezo wa kusema wewe umezidi. Hapo mguso swala Arusha kidogo na mgogoro ambao kumejitokeza pale. Mimi sasa kwa sababu nienda kipindi fulani pale kwa sababu naenda kusuluhisha, lakini bado tatizo limeanza. Solution mimi nilienda pale kufanya kazi yangu ya mahusiano. Nilienda
nilienda pale Arusha nikazungumza na viongozi wa kidini wa mashehe na maaskofu. Nitaka tuelewane nao kwa sababu nchi yetu haina dini, lakini ina madhehebu. Na ukiacha madhehebu yale yakagongana yenyewe kwa yenyewe, nchi inaingia kwenye mgogoro. Sasa nilienda kutaka kujua viongozi wetu wa kidini wa Arusha wanalijuaje ile tatizo la Arusha. Na mimi nikaenda kuwaeleza viongozi wetu wa kiroho pale, sisi serikali tunavyojua. Tukaelewana. Na viongozi wangu wa kidini wa Arusha na washukuru kweli. Maana tangu tumeelewana hawajasema tena hilo jambo. Na wala wakunituma kueleza tulivyoelewana. Tulielewana. Tulielewana nao. Ndio maana hawaisemi tena. Liko ni tatizo la meya. Sasa ule umea wa Arusha ni jambo la sheria ya serikali za mitaa. Na wadau wanaoshughulika na sheria za serikali za mitaa wao. Na walishatoa kauli kama uchaguzi wa meya ule ulikuwa umeendeshwa kwa mujibu wa sheria. Sasa wenzetu wa Chadema pale walikuwa bado hawakubali. Na jambo hilo kwa sasa halizungumziki sana hapa Arusha. Kwa sababu kinachozungumzwa Arusha sasa ni uchaguzi wa madiwani lini utafanyika na wale nao wana kesi mahakamani. Hiyo ndio ndio. Lakini wa umea wa Arusha siwezi kulizungumzia, maana mimi sikuenda kulisuluhisha. Nilienda kuambia viongozi wangu wa kidini wasitumbukie kwenye jambo ambalo